Sasa bwana, nipo na kocha wa Isangu Rangers hapa ambao kwa mara ya kwanza wamemaliza dakika 90 wameibuka kuwa na ushindi. Kocha, tuambie kwanza kwa majina unaitwa nani, lakini pia kwanza kabisa hongera na ushindi. Asante. Kwa majina naitwa Isaya Bernardo Mboge, ndio kocha wa timu ya Isangu Rangers. Tuambie siri ya mafanikio. Mchezo wa kwanza kabisa unaibuka na ushindi. Siri ya mafanikio, cha kwanza kabisa, kipindi cha kwanza niliingia na viungo wengi. Baada ya kuingia na viungo wengi bado timu yangu ikaonekana inaelemewa. Kwa maana nilipofanya sabu mbili basi tukaanza kushambulia kwa kasi na kisha tukapata matokeo. Kipindi cha kwanza wachezaji wako walionekana kama hawana uelewano mzuri ndani ya uwanja. Eneo la mwisho lilionekana kuwa na changamoto. Wakati wako nje uliwaambia nini wakarejea second half wakafunga mabao mawili? Ni kutojitambua baadhi ya wachezaji, lakini nashukuru tulipowapa maelekezo wakajua ni nini tunachoelekeza walimu huko nje. Kwa tumeelekeza kwamba kwa mfumo huu sasa hivi tunaingia na mfumo mwingine. Kipindi cha pili kidogo tumebadilisha mfumo kulingana na kipindi cha kwanza tulivyocheza. Wewe ndio mwenyeji wa haya mashindano na mechi zote unacheza nyumbani. Naamini mchezo wa leo umepata taswira. Watu watarajie nini au watarajie kuona nini kutoka kwenye kikosi cha Isangu Rangers? Mimi nawaambia tu mashabiki wote na wachezaji wote, kuna wachezaji magwiji wale na watarajie ubingwa. Ni lazima ubingwa. Mimi ninapoingia kwenye mashindano basi cha kwanza huwa nang'ang'ania ubingwa. Siwezi kuingia kwenye mashindano nikiwa nataka mshindi wa tatu, kwa sababu mshindi wa tatu kila mechi, kila ligi inachukua mshindi wa tatu, wa pili mpaka wa kwanza. Kwa hiyo mimi watarajie tu ubingwa. Okay, shukrani. Asante. Yes, bwana, nipo na captain wa Isangu Rangers hapa ambao kwa mara ya kwanza mechi ya kwanza ufunguzi umefanikiwa kuibuka na ushindi. Nipo na captain. Captain, hongera kwa ushindi, lakini utaanza na majina. Kwa majina naitwa Francisco Mwangila, team captain wa Isangu Rangers. Mchezo umeonaje? Mliwini sehemu gani mpaka mkafanikiwa kuokota alama tatu za kwanza kabisa mchezo wa kwanza? Mchezo ulikuwa mgumu kwa sababu sisi tulianza chini sana kutokana na jinsi wao walivyokuja, walikuja sana kwa attack. Kwa hiyo si muda mwingi tulikuwa chini, lakini second half tulipotoka tukasikiliza walimu wakatuelekeza tufanye hivi na hivi, moja mbili tatu. Namshukuru Mungu aliweza kuibuka na shinda goli mbili. Kwa kipindi cha kwanza mlionekana kama hamko mchezoni. Ulivyokuwa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, walimu waliwaambia nini mpaka kipindi cha pili na sawazisha bao na mnatafuta bao la pili? Nadhani ni kujiamini tu, kwa sababu nadhani timu yetu wachezaji wengi nadhani ni chipukizi, wengi ni underdog. Kwa first half wengi walikuwa na pressure, lakini ilipotoka first half viongozi wakakaa na sio wakatuelekeza bana, hii mechi ya kawaida. Namshukuru Mungu tukaingia second half tukajiamini tukafunga goli mbili. Mashindano yaliyopita ulifanikiwa kuwa top scorer na leo tayari umeshafungua akaunti ya mabao. Tutarajie kuona kwenye mashindano yaliyopita ndio unapoanzia leo, na tarajie kuona ukiwa top scorer kwenye haya mashindano. Ilikuwa ni kujituma tu na juhudi basi, kila kitu kinawezekana. Okay, shukrani. Asante. Nyie ndio wenyeji wa mashindano. Tutarajie kuona kombe linabaki hapa hapa kwa sababu mechi ya kwanza mmeanza na ushindi. Nadhani ni kujituma tu, kwa sababu sisi hapa tuko nyumbani. Kwa hiyo cha muhimu ni kucheza jihadi na kujituma. Tunashukuru Mungu inaweza likabaki hapa nyumbani. Okay, shukrani. Asante. Yes, bwana, nipo na kocha wa Chambua hapa. Dakika 90 zimetamatika, amekubali kichapo cha mabao mawili kwa moja. Kocha, kwanza pole kwa mchezo, lakini utaanza kwa majina. Kwa majina naitwa Emmanuel Mwashia. Pia asante kwa kupoteza mmoja mchezo. Tumecheza vizuri, lakini matatizo madogo madogo ya safu ya ulinzi yamesababisha tumefungwa. Mechi ya kwanza tuna muda mrefu wa kujiandaa, nafikiri mechi zijazo tutafanya vizuri. Tuambie hali ya mchezo umeonaje? Shida ilikuwa ni sehemu gani mpaka umeruhusu mabao mawili? Hali ya mchezo ilikuwa nzuri. Kipindi cha kwanza tumecheza vizuri kwa kujituma, kwa kupambana. Kipindi cha pili tumefanya sabu mbili tatu zilizosababisha tumepoteza mchezo, lakini na imani tutaenda kufanyia kazi kwenye mazoezi na tutakaporudi mechi ijayo tutafanya vizuri zaidi. First half ulikuwa unaongoza bao moja, wachezaji walikuwa wanaonekana na energy kubwa, lakini kipindi cha pili wameruhusu mabao mawili. Yeye unaona kuna sehemu wanafeli, hawana mazoezi, hawana pumzi ya kutosha, mpaka kipindi cha pili wamekuwa wanyonge, wameruhusu mabao mawili. Kama nilivyokuambia, kipindi cha kwanza ni kwetu tumecheza vizuri, lakini kipindi cha pili kilichotuangusha sisi ni sabu ambazo tumefanya sabu kama 4 ambazo zimeenda kutuletea athari mbaya. Kwa nafikiri nimeona watu tunatakiwa kurekebisha, nitarekebisha mechi ijayo na inshallah tutafanya vizuri. Kama kocha, naamini kupitia mchezo huu umeshapata taswira ya mashindano kwa ujumla. Tutarajie nini kuona kwa Chambua FC? Mashindano kwanza ni mazuri, yana hamasa, yana watu wengi. Nimefurahi kuona watu wengi
nafikiri mchezo ijayo tutajituma zaidi tuweze kuonyesha kitu cha tofauti kidogo. Okay, shukrani sana. Asante sana. Yes bana, dakika 90 zimetamatika hapa Corner Cup, mashindano ambayo yanafanyika hapa Isango. Nipo na mchezaji wa Chambua FC ambao wamepoteza mchezo. Kwanza pole na mchezo. Asante. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Riziki Zungu. Tunashukuru, tumtanguze Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama. Hali ya mchezo umeonaje toka dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu ni mechi yenu ya kwanza mnacheza na nyinyi ndio mmefungua? Mchezo ulikuwa ni mzuri, ila tu ni mistake ndogo ndogo ndio zilizosababisha kuruhusu mchezo wa leo. Kwa tutajipanga kwa michezo inayofuata tufanye vizuri. Kwa hali jinsi ulivyoona mchezo wa leo, naamini umepata taswira ya ligi kwa ujumla. Unaona huko mbeleni mnayo nafasi ya kufanya vizuri? Nafasi bado tunayo, kwa sababu kwenye grupu ni timu 6 zinapita 4. Tutajipanga na imani tutafanya vizuri mchezo ule wengi. Tuambie, kuna umuhimu gani sasa kucheza haya mashindano? Umuhimu upo kiafya, kiakili na vipaji viweze kuonekana. Tutaweza kufanya mtu aweza kupata changamoto nyingine zaidi ya ligi. Unawaahidi nini sasa mashabiki ambao wametoka mbali kuja kuwapa support lakini leo mnawaangusha? Wasikate tamaa. Tunaahidi next game tutafanya vizuri. Okay, shukrani.